Takataka. Ufala. Pelenga. Ruto. So kuna baadhi ya vitu hapa ambavyo mimi wanaongea sana sana na wanaambia watu kwamba Wakenya ni wale watu ambao wanaweza amua kukukweza juu, na Wakenya vile vile ni wale watu ambao pia wanaweza kukuamua kukuteremsha chini na uteremke cha ukweli kweli. Yani kupitia mitandao Wakenya wanaweza fanya chochote kile kihappen. Sasa kuna huyu ambaye ni mtangazaji wa CNN ambaye ametoka nchini Kenya ambaye anajiita Larry Madoa, ambapo alikuwa yuko kwenye barabara tu kawaida, alikuwa yuko nchini Kenya hapo ambapo alikuwa yuko barabarani tu yatembesha gari yake, na kwa sababu ilikuwa ni njia ambayo iko na two ways, yani ile ya kwenda na nyingine ya kurudi. Sasa Larry Madoa yule ambaye ni mtangazaji wa CNN alikuwa yaenda na ule upande wa kulia, lakini sasa kuna gari moja ambayo ilikuja na upande ule ule, lakini ilikuwa inaenda wrong direction, yani ile njia ni ya kuenda kulia tuseme, alafu yule jamaa yaenda kushoto. Instead ashike ile njia yake, kwa sababu ni dual way, kuna ile nyingine kule na huku. Yeye kwa sababu amebeba mbunge pale ndani, amebeba member of parliament, ikabidi apitie huu upande mwingine, na alipokuja hii side nyingine ili apite, yule Madoa naye pia vile vile hakuweza kumpisha, yani alizuia pale pale na kuanza kuchukua simu yake na kuanza kumrekodi. Na hawa jamaa walipojua kabisa kwamba huyu jamaa ya rekodi, akabidi atoke nje, lakini sasa wakati wa kirekodi plate number yake imechukuliwa, kila kitu imechukuliwa, sura zao zimenyakuliwa, alikuwa hana namna, ikabidi wa overtake na mbele pale pale, alafu ndio akaanza kumwambia Larry Madoa kwamba peleka kwa Ruto takataka. So peleka kwa Ruto hiyo takataka, peleka kwa Ruto hiyo takataka, peleka kwa Ruto hiyo takataka. Hilo ndio neno ambalo huyu jamaa alikuwa amelitumia pale. Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Ndio unaogopa peke yake. Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Ndio unaogopa peke yake. So huyu jamaa alikuwa amebeba jamaa fulani ambaye anajiita Peter Oreiro. Peter Oreiro ambaye ni mbunge wa eneo fulani pale ndani ya Nairobi ambalo linaitwa Kibra. Walikuwa wanasema Kibra MP Peter Oreiro drivers. Lakini cha kushangaza ni kwamba co-driver ndo alikuwa ni mbunge, lakini co-driver naye pia vile vile alitamka hilo neno la kwamba peleka hiyo kitu kwa Ruto takataka, kaongezea, akimaanisha kwamba hiyo video ambayo ulikuwa unairekodi ama unaturekodi, kwa sababu ulikuwa una rekodi, uipeleke wapi? Ipeleke kwa Ruto and the head of state, mpelekee huko tuone kitu gani ambacho kitatokea. Na baadaye huyu ambaye anajiita Larry Madoa naye pia vile vile akaja akarudi kwenye mitandao na kuja kusema kwamba nataka hino video, ama niko na kitu, ama niko na mzigo ambao nimetumwa nipeleke kwa Ruto. Jamani wa Kenya, naomba ruhusa, ama yeyote yule ambaye anajua State House ama ikulu iko wapi na ni nani ambaye naweza nikampa hino ujumbe ili ampelekee muhusika ambaye ni head of state ama ni ndio rais wa Kenya, imfikie. Nani yako na flash disk anaweza nisaidia? Kuna clip fulani nataka kupeleka pale State House. Nilitumwa nipeleke landlord anaitwa Ruto, so nataka kuandika jina yake kwa bahasha ni ashapewa kwa gate wapatie. So chezeni kama nyinyi. Na clip fulani nataka kupeleka pale State House. So hivyo ndivyo kulivyoenda, na Wakenya wakaona isiwe issue. Wakenya wakaanza kuingia kwenye mitandao na kuanza kutengeneza ma AI. Sasa wakaanza kuweka hawa jamaa vichwa vimekaa kama vichwa vyao vimekaa kama ile takataka, yani wameweka kwenye majalala, wengine wamewekwa naka kama ma pigs, wengine yani walifanywa vituko kwenye mitandao na watu wakasukuma kwenye matita kila mahali. Watu wakahakikisha kwamba hizi habari zimefika zimefika kwa Wizara ya Usalama ama zimefika kwa serikali ile ambayo jamaa alikuwa anataka ifikishe. Na kitu kizuri ni kwamba siku moja tu baadaye hizi habari kweli zilifika kwenye Wizara ya Usalama, na huyu jamaa ambaye ni dereva wa huyu MP ama huyu dereva huyu mbunge Peter Oreiro aliweza kuchukua matwa ama aliweza kuitwa kotini ili aweze kuenda jibu mashtaki. Na alipofika kotini, jamaa alikubali na alijikubali ya kwamba alikosea. Nilikuwa naomba koti nisamehe, sababu hiyo ni makosa yangu ya kwanza na sijawahi fanya makosa yote kama hayo. Hii ni yangu ya kwanza hata kuletwa kotini. Kuna siku nimewahi kufanya kazi kama hiyo, makosa kama hiyo. So yangu ya kwanza nilikuwa naomba koti nisamehe na sitawahi rudia tena. Unfortunately, there was no remorse, and it was intentional. We are of the belief that the said obstruction and dangerous overtaking was intentional, and we pray for the court to act in accordance
accordance to what is provided. Na kilichobaki ilikuwa ni jaji aamue kama atamsamehe ama hatamsamehe. La mwisho wa siku jaji akaja akasema kwamba huyu jamaa anapaswa kutoa 100,000 ya Kenya, 100,000 Kenyan shilling aweze kuitoa ili aachiliwe huru, la sivyo basi atahudumu ndani ya jela kwa mwaka mmoja ambao ni miezi 12, kwa sababu alikuwa ameamshakiwa mashtaki ya kuhatarisha maisha ya wengine barabarani kwa kutumia njia tofauti ambayo yeye hapaswi kuitumia. Na mwisho wa siku hapa Wakenya wakawa wameshinda kwa sababu walitaka huyu jamaa aadhibiwe. Na niweza kuangalia kwenye comment section baada ya kwamba huyu jamaa ameomba msamaha, Wakenya wengi sana walishuka pale kwenye mtandao na kusema kwamba jaji hapaswi kumsamehe huyu jamaa, na ile pesa aliyochajiwa ni pesa kidogo sana, ambapo yule ambaye ni MP wake ambaye alikuwa anamdrive, that's little money kwake yeye kuzitoa. Adabu yake ambao wengi walikuwa wanataka huyu jamaa aketi ndani ya jela kwa hiyo miezi 12 ili akitoka aiwe kama adabu na iwe kama funzo kwa wengine ambao kuna tabia kama hizo. So unaweza ukaona ile nguvu ya mitandao ama ile nguvu ambayo Wakenya wanaweza iweka kwenye mitandao mpaka jambo fulani lifanyike. Najua inawezekana. Taka Ufala Pelenega Ruto. I am untouchable member of parliament. Na ya taka Ufala umbwa wakin. Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Ndio ndio unaogopa peke yake. Ilikuwa siku ya Alhamisi, mtangazaji Lali Madogo alikuwa kwa Palapala. Mbele yake akaona Isupalo inakucha kwa longi zaidi, na alikuwa kwa light zaidi. Akadhania ni wasimu anaendesha, kaipuroke akajukua simu yake akalekodi. Hakujua kwamba huyo driver alikuwa ni driver wa MB wa Kibela. Wakamwambia ukimaliza kurekodi yo takataka ujukue upeleke Laizi Ludo. Why? Mtangazaji wa